Home Clinic. Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV popote pale ulipo, karibu tena katika kipindi cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe kuweza kufahamu mambo mbalimbali yanayohusu afya yako. Na siku ya leo utakuwa nami Stella po mwanzo mpaka pale nitakapokuambia kwaheri. Miongoni mwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni pamoja na ugonjwa wa shinikizo la damu. Hivyo siku ya leo ndani ya kipindi cha Home Clinic tangazia mada inayosema namna bora ya kujilinda dhidi ya ugonjwa huu wa shinikizo la damu, ambapo kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO kupitia takwimu za hivi karibuni zinasema kwamba theluthi moja ya watu wazima wana ugonjwa wa shinikizo la damu, ambapo ni sawa na mtu mmoja kati ya watu watatu. Hivyo kupitia takwimu hizo tutakwenda kuangalia kwanza kufahamu nini maana shinikizo la damu na vitu ambavyo vinasababisha kuwepo na hatari ya ugonjwa huu kwa watu. Na mtazamaji, kabla hatujaenda mbele zaidi, tujikumbushe katika clinical puzzle ya wiki iliyopita, ambapo swali lilikuwa likihoji ni kiungo gani mwilini ambacho kinahifadhi kumbukumbu? Na jibu lake ni ubongo. Ubongo ndiyo kitovu cha kuhifadhi kumbukumbu na fikra. Na mara baada ya kujikumbusha katika clinical puzzle ya wiki iliyopita, ni wasaa wa kutazama afya storyline ya wiki hii. Shinikizo la juu la damu ambalo kitaalamu linajulikana kama hypertension ni hali ya kiafya inayotokea pale msukumo wa damu dhidi ya kuta za mishipa ya damu unapokuwa mkubwa kuliko kawaida kwa muda mrefu. Hali hii hulazimisha moyo kufanya kazi kwa nguvu kubwa zaidi ili kusukuma damu mwilini, jambo ambalo baada ya muda husababisha uchovu wa moyo na uharibifu wa mishipa ya damu. Ugonjwa huu umepewa jina la muuaji wa kimya kwa sababu hauna dalili za wazi zinazoweza kumfanya mtu ajue anaumwa. Unaweza kuishi nao kwa miaka mingi ukiwa unahisi mwenye afya tele, huku ukiendelea kuharibu viungo vyako vya ndani. Vihatarishi vikubwa vya shinikizo la damu vinahusiana kwa karibu na mtindo wetu wa maisha wa kila siku. Ulaji wa chumvi nyingi, vyakula vyenye mafuta yaliyopitiliza na vinywaji vyenye sukari nyingi ni vyanzo vikuu vya ongezeko la ugonjwa huu. Kutoishughulisha miili yetu kupitia mazoezi, kuwa na uzito mkubwa, uvutaji wa sigara na unywaji wa pombe uliokithiri huchochea kwa kasi kupanda kwa presha. Msongo wa mawazo nao usipoandaliwa vizuri hufanya mwili kutoa homoni zinazobana mishipa ya damu na hivyo kuongeza shinikizo maradufu. Madhara ya kupuuza shinikizo la juu la damu ni makubwa na mara nyingi huwa ya kudumu. Mtu mwenye presha ambayo haidhibitiwi yuko katika hatari kubwa ya kupata kiharusi kutokana na kupasuka kwa mishipa ya damu kichwani au shambulio la moyo kwa sababu moyo unashindwa kuhimili kishindo cha msukumo. Vilevile ugonjwa huu ni adui namba moja wa figo, ambapo huharibu vichungi vya damu na kupelekea figo kufeli kabisa. Madhara mengine ni pamoja na upofu na kupoteza uwezo wa kumbukumbu kutokana na uharibifu wa mishipa midogo midogo ya damu. Licha ya hatari hizi, habari njema ni kwamba shinikizo la damu linaweza kudhibitiwa na kuzuiliwa kabisa. Hatua ya kwanza ni kuwa na utamaduni wa kupima presha yako mara kwa mara hata kama hujisikii kuumwa. Kupunguza matumizi ya chumvi mbichi, kula mboga za majani na matunda kwa wingi na kufanya mazoezi ya angalau dakika 30 kila siku ni kinga tosha. Kwa wale ambao tayari wamegundulika kuwa na tatizo hili, ni lazima kutumia dawa alizopewa na daktari kwa uaminifu na kutokata tamaa, kwani kudhibiti presha ni kuhakikisha unaishi maisha marefu na yenye tija. Mimi ni Samson Bahati.
Afya Storyline ya wiki hii inatupa nafasi ya kwenda kutazama maoni ya wananchi namna walivyoelezea kuhusiana na mada iliyopo mezani kwa siku ya leo. Tatizo hili linasababishwa na ule mgandamizo wa damu unaotokea kwa watu, na hili linachagizwa zaidi na kushindwa kufanya mazoezi kwa ufasaha. Kwa njia za kuweza kujikinga ili kuondokana na tatizo hili ni pamoja na kufanya mazoezi, kula chakula ambacho ni sahihi pasipo kuwa na mafuta mengi. Ushauri wangu kwa jamii, kufanya mazoezi, lakini pia kupunguza kutumia mafuta kwa wingi katika mboga wanazotumia. Sababu ambazo zinapelekea shinikizo la damu kuwa na msongamano wa mawazo: kula chakula chenye chumvi nyingi, pia na chakula chenye sukari nyingi. Kwa hiyo ili kusudi sasa aepuke, yani afanye mazoezi kwa wingi, asile chakula ambacho kina mafuta mengi na chumvi nyingi, na aepukane na msongamano wa mawazo. Tunaweza tukaepuka ugonjwa kwa kutokula vyakula vyenye mafuta mengi. Pia tunaweza tukaepuka ugonjwa labda kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, kufanya jogging, mazoezi ya mpira na mazoezi mbalimbali ambayo yanaweza kufanya utoke jasho. Mimi na bibi yangu anasumbuliwa na hii blood pressure, ila ameshauriwa mara nyingi kufanya mazoezi. Huwa anapenda kutembea kwa sababu mwili wake ni mnene sana, hawezi kukimbia. Kwa hiyo waishampa ruti za kutembea umbali fulani. Mara baada ya kutazama maoni hayo ya wananchi, moja kwa moja naelekea katika chumba cha daktari. Daktari, kwanza kabla ya yote, nini maana ya shinikizo la damu? Shinikizo la damu ni tafsiri ya lugha ya Kiingereza ambayo inakuwa na maana ya hypertension. Yaani kuna mapigo ya moyo yanaenda juu kuliko kawaida. Na ni mambo gani ambayo yanaweza kusababisha hatari zaidi kwa mtu kupata shinikizo la damu? Maisha tunayoishi yanachangia kwa kiasi kikubwa kufanya watu wapate shinikizo la damu. Mfano, kuna vitu kama aina ya vyakula tunavyokula, vyakula vya mafuta mengi, halafu mafuta yanakaa mwilini, miili yetu hatuifanyishi kazi ya nguvu kuyayeyusha. Kwa hiyo inaonekana kwamba baada ya muda mfupi mtu mdogo tu anakuwa na mwili mkubwa, na ule mwili mkubwa moyo unalazimika kusukuma kwa nguvu zaidi, na ni kwa nguvu zaidi kusudi kupeleka damu kila sehemu ya mwili. Lakini pia kutokana na mafuta hayo tunatengeneza kitu kinaitwa cholesterol, ambayo inakuja kwenye mishipa, mafuta yanakaa kwenye mishipa ya damu, yanapunguza ile kariba, ule unene wa kile kipenyo cha mishipa ya damu. Kwa hiyo ili damu iweze kufika inakohitajika, moyo inabidi uongeze nguvu. Kazi ninazofanya zina mchango mkubwa katika kuongeza shinikizo la damu, kutuweka katika hatari ya kupata shinikizo la damu. Tunakuwa na muda mwingi wa kufanya kazi, tunakuwa na muda mfupi sana wa kupumzika na kurelax, kufanya mambo mengine. Kwa hiyo katika nature ilivyo, usipo ibalance lazima itakuletea shida. Kuna tatizo lingine la shinikizo, tunakuwa na msongo wa mawazo. Tunakuwa na mawazo labda kulingana na maisha tunayoishi, maisha ya ugomvi, maisha ambayo hayakupi amani. Hii inachangia kwa kiasi kikubwa kwamba kila mara moyo wako unakuwa kama umejaa pressure. Inachangia kwa kiasi kikubwa baada ya muda kujikuta kwamba unaweza kupandisha pia pressure au ukapata shinikizo la damu. Mambo hayo ambayo yamebainishwa na daktari yanaweza kusababisha hatari zaidi kwa mtu kuweza kupata shinikizo la damu. Na tupate mapumziko mafupi, tuende tukatazame clinical message. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa ushauri. Clinical message. Message.
Kama ilivyojitanabaisha, ni clinical message, ni ujumbe ambao tunakupa wewe mtazamaji kupitia kipindi hiki cha Home Clinic. Sasa narudi katika chumba cha daktari kwa ajili ya ushauri. Daktari, nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na ugonjwa huu wa shinikizo la damu? Hii lazima tuangalie mtindo wa maisha tunayoishi. Shida kwa binadamu zipo kila siku. Kuna matatizo unaweza kutatua, kuna matatizo huwezi kutatua. Yale ambayo huwezi kuyatatua yaache yaende hivyo, kwa sababu wewe hujayaleta. Yale unaweza kuyatatua yatatue kwa amani. Ni lazima kujitahidi sana kuwa na amani na kwa watu wengine. Hii italeta mchango mkubwa katika kuboresha afya yako. Kwa mfano, kama sisi ambao tuna ndoa, una amani kwenye ndoa yako, kila siku unagombana na mke wako, ina maana unakuwa na msongo wa mawazo. Lakini maisha ni ya kwenu ninyi wawili, mnaweza mkayatengeneza, mkarekebisha tofauti zenu na mkaishi kwa amani, ikawapunguzia msongo wa mawazo. Aina ya chakula tunaweza kula. Bahati nzuri kwa kijana, mwili wako unaweza kupambana na vitu vingi. Lakini pia hakikisha kwamba unafanya kazi ambazo ni physical manual work. Kazi ambazo unaweza kufanya kwa mkono wako. Unaweza ukalima, unaweza ukakimbia, unaweza sio unaenda kufanya mazoezi umelala unasema unafanya mazoezi. Fanya mazoezi, mwili wako wote ushughulike kufanya mazoezi. Kimbia, mwili unafanya kazi. Chukua fyekeo, fyeka, mwili unafanya kazi. Chukua jembe, lima, mwili unafanya kazi. Na hapo unaweza kuona kabisa kwamba kila kiungo kinashughulika kufanya kazi. Na hii inaondoa aina nyingi za sumu na takataka zilizomo mwilini. Na kitu kingine nimesema habari ya kupumzika. Fanya kazi, lakini pata weekend, nenda kapumzike wewe. Kama una familia, pumzika na familia yako. Kama una familia, basi upate kwa urafiki, kwenda kwa rafiki, kupumzika, kuongea kitu tofauti na kile ambacho kinahusiana na kazi yako, na kutembelea watu wengine. Shukrani sana daktari. Mtazamaji wa SAUT TV, daktari ameweza kuelezea mambo ambayo yanaweza kusababisha hatari zaidi kwa mtu kupata shinikizo la damu. Lakini na mwishoni kwenye ushauri ameweza kubainisha mambo ambayo unapaswa kuyaepuka ili kuweza kujilinda dhidi ya ugonjwa huu wa shinikizo la damu. Na wasaa huu ni wasaa kutazama Clinical Puzzle ya wiki hii. Clinical Puzzle. Clinical Puzzle. Majibu ya Clinical Puzzle ya wiki hii tutatuachia katika uwanja wetu wa comment, na majibu yako yatasomwa katika kipindi cha wiki ijayo. Kumbuka tu ya kwamba siku ya leo mada iliyokuwepo mezani ni namna bora ya kujilinda dhidi ya ugonjwa wa shinikizo la damu. Umeweza kutazama maoni ya wananchi, wameeleza namna wanavyoelewa, lakini pia umeweza kumtazama daktari akifafanua kuhusiana na nini maana ya shinikizo la damu. Ameelezea pia mambo ambayo yanaweza kuwa kama vichochezi vya ugonjwa huu wa shinikizo la damu, na ameweza kutoa ushauri mambo ambayo unapaswa kuyaepuka ili kuweza kujilinda dhidi ya ugonjwa huu wa shinikizo la damu. Nami nikwambie mpaka kufikia hapo, kipindi cha Home Clinic hakina la ziada. Kuilinda afya ni jukumu lako, hivyo chukua hatua na uweze kuzifanyia kazi. Mtangazaji wako wa zamu kwa siku ya leo, jina langu ni Stella Po. Endelea kutufuatilia kwa vipindi mbalimbali vinavyoendelea kupitia hapa SAUT TV. Asante, kwa heri kwa sasa. Home Clinic.